Movie yetu bwana inaanza, kulikuwa kuna binti mmoja alikuwa amelala ndani. Ndipo aliposikia sauti za ajabu na kuanza kushtuka akisi kwamba kuna kitu kinaendelea. Aliogopa na kuita mama, mama, mama. Ghafla mlango ulikuwa unafunguka, na ule mlango ulivyokuwa unafunguka kulikuwa kuna kiumbe kilikuwa kinakatiza kwenye mataa yalikuwa yanawaka kutokana na ule mwanga wa taa. Ghafla tuliona mkono, na baada ya dakika kadhaa zilionekana damu kwenye picha ya familia ambayo yule mtoto alikuwa akilia pale ndani. Wakati huo mlango ulikuwa unajifunga, na inatupeleka moja kwa moja kwenye nyumba moja hivi. Kuna binti moja alikuwa anaitwa Saida, alikuwa akiingia kwenye chumba cha mama yake na kuanza kukagua gauni ambalo alikuwa analipenda, na hilo gauni lilikuwa limechorwa. Wakati huo mdogo wake Soya alishtuka kutoka kwenye usingizi akiona mlango uko wazi. Wakati anaangalia vizuri, alikuwa na mashaka, kaamua kurusha mpira wake wa tano ukuta kwa kile chumba, kulikuwa kuna kitu. Wakati huo babake bwana alikuwa ni mtu wa psychologist, alikuwa anaongea na mteja wake pale. Aligundua kwamba watoto wake wamechelewa shule, hivyo aliamua sasa kuwapeleka watoto wake baada kumaliza kuongea na mteja wake kuelekea shule. Alikuwa anaongea nao. Wakati huo Said alikuwa anaongea na Soya kuhusiana na jino ambalo lilikuwa linamsumbua. Baada ya kufika shule bwana, kila mtu alikuwa anampa pole kutokana na msiba wa mama yake, lakini yeye alikuwa hataki kusikiliza mtu yoyote. Alikuwa amevaa earphone vyake huko akielekea moja kwa moja na kukuta chakula cha mwisho kabisa alicholetewa na mama yake. Wakati akiwa amekaa hapo, marafiki zake walikuja kumpa pole, wakimwambia pole sana kwa msiba wa mama yako. Asanteni bwana, acha nini tu hivyo kuongea. Bahati mbaya bwana alijikuta akiongea neno baya na kujikuta akigombana na rafiki yake pale, na mwisho wa siku alimharibia chakula chake na gauni liliharibika. Wakaanza kucheka bwana. Tatu akiwa anaendelea kucheka pale, Saida alimaindi sana, akaamua kuondoka huko analia. Wakati huo babake Mr. Will hapa ambaye alikuwa ni psychologist alipokea mgeni wa ajabu. Huyo mgeni alipofika tu akamwambia, bwana mimi sitaki kuongea na wewe, kile chumba kikiwa kiko wazi, hebu funga mlango. Hivyo alifunga ule mlango. Baada ya kufunga mlango akawa anaendelea kuongea. Mr. Lester alimwambia, bwana watoto wangu wamefariki katika hali ya kutatanisha, na walikuwa wanasema bwana kuna mzimu mmoja au lijini lishetani lilikuwa likiwanyemelea, na mimi mwenyewe nilibahatika kuliona tu kwa mara moja hivi, naomba unisaidie. Akamwambia nione hilo jini. Alipoangalia ile picha ilimshtua kidogo, akasema hebu ngoja naingia jikoni hapo nakuja, wewe endelea kukaa hapa kama dakika 2. Baada ya muda, wakati yuko jikoni, alikuwa na mashaka na ule mlango ulifunguka tena. Mr. Lester alishangaa kuona mlango umefunguka. Kina akiwa amekaa huko, wakati huo Saida akiwa anarudi zake ndani na kwenda kufua nguo mama yake, alisikia kuna mlio mmoja wa ajabu kwa umetokea maeneo ya chini karibia chumba cha mama yake. Alipoingia katika chumba cha mama yake, aliona vitu vimeharibika, vitu vimebwagwa chini, kiwemo na ile picha ya kumbukumbu ya marehemu mama yake. Hivyo alihisi kwamba kuna kitu kitakuwa kinaendelea, labda kuna lijambazi. Alipoingia wakati anakagua mle ndani, akaona kitu. Ghafla babake alikuja akamwambia, yule jamaa ameondoka, yule ndio atakuwa kuangalia hivyo, alikuta na mwili wa yule jamaa ukiwa umenyongwa na ning'inia. Hivyo Soya naye wakati anarudi nyumbani alishangaa kuona pale nje nyumbani kwao kuna maaskari, na kujikuta akiwa katika hali ya kushangaza ya kutokufahamu. Soya na dada yake Saida walikuwa wamekaa huku, maaskari wakiwa wanaendelea na upelelezi. Akamwambia hamna shida, tutagundua tu kwamba ni nani aliyefanya tukio hilo. Basi siku hiyo usiku baba mtu alimwaga mwanae Soya, na huku akiwa anaendelea kuchunguza kuhakikisha hali ya usalama, akaona na kitu, akaenda kumwangalia tena na dada yake Saida. Kumwangalia Saida akamwambia, bwana sikiliza, hamna kitu chochote kibaya wanangu, muwe na amani, humu ndani hamna kitu kibaya. Saida aliona kama hakuna mimi mbona simuelewi, akaamua kuingia kwenye mitandao na kuangalia jinsi gani anaweza kuongea na mama yake. Alimisi sana mama yake. Wakati huo Soya alikuja akamwambia, hata mimi nimemisi mama, naweza nikaongea na mama lakini jino linanisumbua, sijui tunafanya, hebu nione. Akaangalia akaona kweli jino linahitajika kung'olewa. Hivyo alitumia mbinu ambazo mama yake ndio alikuwa anatumia kwa staili ya kuweza kuang'oa jino watoto wake. Hivyo alifunga kamba na kuweka kwenye mlango, akawa anachezea ule mlango kwa ghafla ule mlango ulijifunga kwa nguvu wenyewe na ile jino lilitoka. Basi siku hiyo alilala Soya na Saida, wakawa wamelala pamoja. Wakati wamelala usiku bwana, katika hali kushangaza lile jino lilinyanyuka lenyewe kwenye ule mlango ambao huwa kuna giza, na likazama moja kwa moja mle ndani. Siku hiyo wafuatia walienda kwa mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kutoa ushauri na saa, na Soya alikuwa anaelezea kitu ambacho alikuwa anakiona wakati wa giza. Hivyo walizima taa pale ili waone kama angekuwa na uwezo wa kukiona tena iko kitu. Ghafla bwana, kweli ile mzimu lilitokea tena. Soya alikuwa akipiga kelele huko akiwa amemkumbatia dada yake Saida. Dada yake Saida anamwambia usijali, waliwasha taa. Baada ya kuwasha taa, babake Mr. Willy hapa alikuja akamchukua mwanae wakaondoka. Hivyo wakati wamekaa, Soya alimuuliza dada yake Saida, hivi unaamini katika mashetani? Akamwambia mimi siamini. Basi siku ile iliyofuata usiku bwana, alisikia kelele tena Soya. Alihisi kama kuna sauti ya ajabu, lakini bahati nzuri ilikuwa sauti ya dada yake. Hivyo alimrushia mpira ili aone kama dada yake atarespond. Wakati huo lile shetani lilikuwa liko nyuma na lirudisha ule mpira ukiwa umepasuka.
kushtuka. Wakati huo Saida alikuwa akiendelea kukagua nyumba ya Mr. Lester. Alishangaa sana kuona vile vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, hivyo alirudi kule chini kwenda kukagua ofisi ya baba yake na kukuta kitabu ambacho kilikuwa kimewekwa pale. Akaamua kukichora chora ili aone kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea ambacho Mr. Lester alimpa baba yake. Wakati anaendelea kusikiliza pale simu ya Mr. Lester, mara alisikia milio ya ajabu ajabu ambayo ilikuwa inatokea. Akatupa simu kwa ghafla na kujikuta ile simu imedumbukia katika maji. Hivyo wakati akiwa anaifuta alishangaa kuona michirizi, yani anashangaa kuona mizizi na kiumbe cha ajabu juu kikiwa kimemtolea macho. Alivyofunga tu, mama mdogo wake, wewe ulikuwa unanifanyia nini kule juu? Mbona ulikuwa unaniletea michezo ya ajabu? Mara kitabu kilikuwa kimedondoka. Baada ya kitabu kudondoka, yule binti Soya alikichukua akamwambia, umeamini sasa, mizimu ipo. Basi bwana, Saida siku iliyofuatia alienda kwa rafiki yake akamwambia, hebu nipeleke sehemu moja. Alienda moja kwa moja kwenye nyumba ya Mr. Lester ambaye yule alikuwa amefariki, na kukuta ile mizizi ambayo ilikuwa inafanana na nyumbani kwao ilikuwa inaanza taratibu, lakini huku ile mizizi ilikuwa ni mingi sana. Hivyo akiwa anakagua alipanda kwenye ngazi akakutana na mishumaa mingi. Akawa anaendelea kupiga hatua za taratibu kuelekea katika chumba kimoja hivi. Na kweli alipofika kwenye hiyo chumba alikuta picha nyingi na akafungua mlango, ghafla alipigwa picha. Baada ya kupigwa picha, kuiangalia ile picha nyuma aliona kama kuna limzimu lilikuwa limesimama. Na kweli nyuma bwana alikuwa sio mzimu, alikuwa ni Rida Mrs. Lester ambaye alikuwa tayari amebaki peke yake baada ya watoto zake na mumewe kufariki. Hivyo alianza kumuelezea, hilo lijini kweli lipo. Hilo lishetani lipo na linakula watu vibaya mno, limekula watoto wangu na mpaka mume wangu. Hii mishumaa waga inanisaidia. Kwa hiyo anastahili moja. Anapendaga kuja sana kwenye nyumba na kuanza kudili na watoto kisha anamalizia na wazazi. Kwa hiyo mimi mishumaa ndio imekuwa kama sehemu ya kunisaidia, na likiwa linakuja, ghafla alipiga bunduki pale. Baada ya kupiga bunduki Saida alichanganyikiwa na kuamua kurudi nyumbani. Wakati huo mdogo wake anamwambia, umeamini sasa mashetani yapo? Lile limsimu lipo. Wakati anaendelea kubisha, Soya alikuwa anaendelea kumpambania dada yake. Dada, sikiliza nikwambie. Ghafla lile lijini liliingia likaanza kuingia mdomoni. Alishtuka kwenye ndoto, kumbe Saida alikuwa anaota. Wakati huo alivyotoka na mdogo wake alikuwa yuko nje naye amesikia sauti za ajabu. Hivyo alimwambia anyamaze. Wakaanza kukagua na kusikiliza sauti ambayo ilikuwa inatokea kwenye chumba cha mama yake. Ghafla alimkuta babake alikuwa anasafisha vitu mle kwenye chumba cha mama yake na kuhamisha. Akamwambia, basi achana na hivyo vitu, usifanye hivyo baba, acha tulete, mimi mwenyewe nitahamisha. Basi alichukua vitu ambavyo vilikuwa vimebaki kwenye chumba cha mamake na kupeleka store. Wakati amepeleka store, alikutana na kibiriti pale, akakutana pia na taa, akawa anaiangalia. Wakati huo akakutana na kamera, akawa anaiangalia pia. Wakati anaangalia kamera, alikutana na kumbukumbu za marehemu mamake akiwa anamuimbia. Hivyo aliwasha kile kibiriti chake, akawa tu anaangalia. Ghafla alihisi kama kuna spirit ya mamake ilikuwa imekuja pale. Hivyo alianza kusogelea akiwa anataka kuongea naye, na kweli alivyowasha tu taa alikuta ni gauni. Hali mind akaondoka na kurudi zake moja kwa moja shule. Wakati yuko shule rafiki yake akamwambia, mbona umekuwa bored sana siku hizi, uchangamki? Basi walikwenda nyumbani kwao bwana. Baada ya kufika nyumbani kwao walikuwa wameboeka. Wakasema, bwana ngoja tukupe kitu kidogo, uchukue kitu cha Arusha uboost kidogo, na umepooza. Akamwambia basi sawa. Alivyopiga kitu cha Arusha akaanza kukohoa bwana. So unajua vitu vya Arusha viongopi. Kwenda kukohoa, ghafla lilitoka jino lile ambalo mdogo wake alikuwa kang'oa. Alishangaa sana. Alivyorudi huko, marafiki zake walikuwa wanaangalia video ambayo yeye alikuwa yuko na mama yake. Huyu binti mmoja akamwambia, tulisikia Mr. Lester alijinyonga hapa. Zile taarifa zilikuwa ni za kweli. Hebu ingia kwenye hiyo chumba twende ukatuonyeshe sehemu alikojinyongea. Wakati ameingia kule akawa anashangaa ile mizizi ilikuwa inazidi kuongezeka kwenye ile nyumba. Rafiki yake alifunga mlango bwana. Baada kufunga mlango, mle ndani kulikuwa kuna lishetani na kweli lilikuwepo. Akaanza kuliona, akaanza kupiga kelele anaomba msaada. Lakini wenzake hawakumsaidia kwa wakati huo. Lile shetani lilikuwa linataka kumtafuna. Alipambana sana Saida. Bahati nzuri mlango ulifunguka. Baada kufunguka aliwatimua wenzake na kamzaba kofi yule aliyofunga mlango, akamwambia tokeni. Sitaki kuwaona ndani ya hii nyumba, ondokeni kabisa. Wakati huo mdogo wake Soya alikuwa anacheza game. Wale dada walitimuliwa kweli. Soya alihisi kama kuna kitu, na kweli lile mzimu lilikuwa limekaa kwenye kiti. Soya hivyo aliendelea kupambana na yule mzimu akijua kabisa moja kwa moja leo siku yake ndio ilikuwa imeishia hapo. Wakati huo lile mzimu lilikuwa linamtafuta, akaona kimya, hali imetulia. Kumbe bwana lile mzimu lilienda kukaa kwenye TV kule, likawa linaambia Chabo. Alivyowasha tu ile TV alikutana na lile mzimu likamrukia. Baada ya kumrukia bwana alikuwa ni mbaya, akaanza kupambana na lile mzimu. Lile mzimu lilimtupa, ile kudondoka tu chini kuja kushtuka alijikuta hospitali, na kweli bwana dada yake alikuwa amekuja kumsaidia. Na alijua kabisa kwamba kweli kulikuwa kuna lile mzimu. Akamwambia
usijali, kweli nimeamini sasa hivi limzimu lipo. Hivyo aliondoka kwenda kumtafuta babake. Bahati nzuri babake hakuwa amekaa mbali sana, alikuwa yupo humo ndani ya hospitali. Kwa hiyo wakati anapita pita alimuona kweli babake yupo ndani ya hospitali. Alimuuliza, baba, unaamini katika hiyo mizimu? Akasema, watoto wangu, sijui mmekumbwa na nini, mimi hata sielewi, mimi siamini katika mambo ya mizimu. Wakati wakiwa wanaendelea kuongea Saida aliona baba aniamini, aliamua kurudi tena kwenye ile nyumba, akakutana na yule leader ambaye alikuwa ni mke wa Lester. Wakawa wanaongea, mke wa Lester bwana, yule mke wa Lester alimchukua na kuanza kumbamiza ili amweke chambo, akamfunga baada ya kuona bibi alishtukia mitego yake mle ndani. Wakati huo katika ile mitego alikuwa ametegesha mtoe chambo ili aweze kuona ile shetani. Na kwa ile shetani bwana ilipokuwa linakuja, mishumaa ilikuwa inazimika tu yenyewe, ilikuwa alipendi sana mwanga, yani hata mwanga wa simu ilikuwa alipendi. Kwa hiyo likaona hapa kuna chakula, leo nakula chakula yangu vizuri tu. Likaamua kumrukia. Ghafla lilipigwa sana risasi. Kumbe bibi alikuwa ametega mitego ya kutosha. Na ile shetani bwana lilikuwa limekufa. Mrs. Lester hakuamini. Hivyo aliamua kulishuti tena ili life vizuri. Kamemwona, bora sasa tumeliua wewe, mimi na familia yako itakuwa salama. Ghafla lilimrukia na bahati mbaya alipiga bunduki ikamsaidia nani kuweza kujikomboa. Akaanza kukimbia bwana. Wakati anakimbia, lile shetani lilikuwa linaendelea kumkimbiza. Bahati nzuri alikuja kudondoka sehemu ambako kulikuwa kuna taa inawaka mwanga mkali. Hivyo alivyotoka nje alipigia simu nyumbani, akampigia baba yake, akamwambia, baba mko wapi? Akamwambia, ndo tuko nyumbani tunaingia ndani. Akamwambia, msiingie ndani. Jamani, kwa nini mmetoka? Walivutwa. Baada ya kuvutwa hivyo, Saida aliamua kukimbia kwenda nyumbani. Alipofika nyumbani alikutana hali ni mbaya. Ile mizizi ndio ilikuwa inazidi kutapaka kwenye nyumba. Bahati nzuri kuna chumba kimoja kilikuwa kinaonyesha disco light. Alipoingia kuchungulia alipuliziwa bwana. Kumbe alikuwa ni Soya, alikuwa yeye ameokoka, alikuwa kukamatwa na ule mzimu. Basi akamwambia, ni mimi bwana, baba yuko wapi? Akamuelekeza baba, bwana amechukuliwa na ule mzimu, amepelekwa huko chini underground. Kwa hiyo akatoka kaelekea kwenda kupambana na ile mzimu, ameshika fimu. Soya kutaka kuacha vita. Sema hivi vita ndo guide yangu. Basi baada ya kuingia kule chini bwana, waliliona ile mzimu lilikuwa limemshika baba yao. Ile mzimu likaanza kuarukia, kuanza kupambana nao. Hivyo Soya na Saida walikuwa wanapambana kweli kweli katika harakati za kuweza kujitetea. Wakati wamezidiwa kabisa, wamefika katika hatua sasa ile mzimu linaanza kuchukua nafsi ya Saida. Ghafla baba mtu alitokea na kumsaidia mwanae kwa kulichoma na jiti. Basi ile shetani lilipiga kelele likamwachia pale Saida. Likampiga huko ule mzee akajikuta amedondoka pembeni. Soya kama kawaida yake na mataa yake, bahati mbaya wakati anakimbia zile taa zilichomoka na mwanga ukazima. Hivyo walijikuta sasa wako pale Saida, Soya pamoja na mzee Willy hapa ambaye ni baba yao, wakiwa wanapambana, wakiwa na kibiriti tu ndio kilichosalia. Lile shetani limzimu likali linawasogelea pale. Na niyo alipata nguvu akiamini kwamba spirit ya mama yake ilikuwepo, ndio maana ile kibiriti iliwaka vizuri. Kwa hiyo impulizia na ile spray wakaanza kumchoma pale, choma na wewe. Ile shetani kile kimulikiwa ile likali linarudi nyuma, linaogopa mwanga. Sasa mwanga umeisha, sasa nakutafuna. Bahati nzuri Soya Sterling mwenyewe alimwagia mafuta. Na Saida aliachia kile kibiriti. Lile shetani liliungua yeye na mizizi yake pale, kila kitu kiliteketea. Hivyo Saida, Soya pamoja na baba yake walitoka nje huko wakiangalia, na huko Saida akimwaga mama yake. Baada kufika nje kwa nyumba iliungua, wakaja moja kwa moja kwa huyo philosopher psychologist mkubwa, wakaongea naye pale na kusema, bwana tunashukuru kweli ile jambo limepita. Bwana, huo ndio mwisho wa movie yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asanteni sana kwa comment zenu. Nazipokea comment zenu na naendelea kuzifanyia kazi. Ciao.